Makombora mengi ya mizinga yaliyotumiwa na vikosi vya Urusi huko nchini Ukraine katika mwaka uliopita 2024 yalitengenezwa na nchi ya Korea Kaskazini. Taarifa hii ni kulingana na uchunguzi wa pamoja wa shirika la habari la Reuters na kituo cha Open Source yani OPS yaliyochapishwa mnamo Aprili 14 ya mwaka 2025. Korea Kaskazini imekuwa mshirika mkuu wa kijeshi wa Urusi, ikisambaza makombora na hata wanajeshi wanaobadilisha bidhaa za mafuta na teknolojia ya hali ya juu ya rocket, ambapo pia kwa mujibu wa ripoti za ndani za kiufundi kutoka kwa Wizara ya Ulinzi ya Urusi zilizopatikana na wachunguzi zinaonyesha kuwa katika vitengo vingine vya jeshi la Urusi kati ya 75% na 100% ya makombora ya mizinga ni kutoka nchi ya Korea Kaskazini. Kwa ujumla, Korea Kaskazini inatoa takribani nusu ya makombora yote ya mizinga yanayotumiwa na wanajeshi wa Urusi, kulingana na shirika la kijasusi la kijeshi la Ukraine maarufu kama HUR, kama pia ilivyotajwa na shirika la habari la Reuters. Usafirishaji wa silaha kutoka Korea Kaskazini hadi Urusi ulianza mnamo Septemba ya mwaka 2023 kufuatia ziara ya mwezi Julai huko Pyongyang na waziri wa ulinzi wa Urusi, wakati huo akifahamika kama Sergei Shoigu. Kati ya mwezi Septemba ya mwaka 2023 na Machi 17 ya mwaka 2025, meli za mizigo za Urusi za Angara, Maria, Maya, Dashiwani na Lady R zilisafirisha mizigo ya kijeshi mara 64 kutoka bandari ya Rajin ya Korea Kaskazini hadi bandari za Danube na Vostochny huko nchini Urusi, ambapo kulingana na picha za satellite meli hizo zilibeba takribani kontena 15,809 kwa jumla mizigo kutoka Korea Kaskazini. Pia ilisafiri kwa reli ya daraja la urafiki kuvuka mto Tumana na huko Primorie. Usafirishaji ulifikia kilele mnamo Januari ya mwaka 2024 na bati 7 kwa mwezi, na meli za mizigo kwa sasa zinasafirisha takribani beti 3 za makombora kwa mwezi. Kulingana na uchunguzi huo, pia makontena hayo yanaweza kubeba kati ya makombora milioni 4 hadi milioni 6 peke yake. Makombora hayo yalisafirishwa kwa leri hadi kwenye maghala karibu na mpaka wa Urusi na Ukraine, hasa hadi Tikoretsk katika eneo la Krasnodar Krai huko nchini Urusi. Hapo awali, Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin alielezea Korea Kaskazini kama mshirika na akibainisha kuwa mkataba kuhusu ushirikiano wa kijeshi kati ya Moscow na Pyongyang uliotiwa saini mwaka jana ulianza kutekelezwa rasmi. Putin pia alipendekeza Machi 27 ya kwamba nchi rafiki kwa Urusi, ikiwa ni pamoja na Korea Kaskazini, zinaweza kushiriki katika mchakato wa amani na mazungumzo ya kukomesha vita kamili dhidi ya Ukraine.